Tumerejea tena kwa mara nyingine, mtazamaji wa Baragumu Live, katika sehemu ya pili ya kipindi chetu ambapo tunakwenda kuangazia kuhusiana na fursa zitokanazo na nyuki. Na kama ambavyo tulizungumza mara ya kwanza, Dorcas, ni kwamba asilimia kubwa tulikuwa na mtazamo ambao ni tofauti kidogo, kwamba tukiona nyuki tunaona kama ni mdudu hatari. Ni kweli ni hatari, lakini tunapaswa kuwa na utamaduni mzuri wa kuangalia namna gani hata kama ni hatari tunamfukuza katika mazingira mazuri, sio kumpiga mpaka kumuua kabisa. Sasa nitumie nafasi hii kumkaribisha Musiba Paul Kitema maarufu Dr. Nyuki, na hii ndio jina lake maarufu sana. Huyu ni mtaalamu wa nyuki na tunakwenda kuzungumzia fursa zitokanazo na nyuki. Karibu sana. Nashukuru sana. Ndio. Kwa kwanza, jamii inapaswa kumtazama vipi nyuki, lakini pia hapo hapo dunia huenda kujua umuhimu wake, ina mipango gani kuhakikisha kwamba inamlinda huyu mdudu nyuki? Karibu. Nashukuru sana Mr. Magapotela. Ndio. Ya kwanza kabisa, jamii inatakiwa tuitambue kwamba nyuki ni mdudu rafiki. Nyuki sio adui. Ya, lakini pia jamii inatakiwa itambue kwamba nyuki ni uhai. Kusema nyuki ni uhai, maana yake nyuki ana mchango mkubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu. Sio tu mwanadamu bali na viumbe wengine hai, ikiwemo mimea na wadudu wengine. Kwa sababu nyuki anachangia kwa kiasi kikubwa sana uwepo wa mimea, hasa chakula. Kwa hiyo mimea hasa ya chakula na mimea mingine ina mchango mkubwa kwenye ile cycle nzima ya kwenye ulimwengu, tuna cycle nzima ya uhai wa hawa viumbe wengine. Hatuwezi kuishi bila mimea. Maana yake tusingekuwa tunapata hewa, sio sisi tu bali hata wanyama wengine. Kwa hiyo kwa mtazamo huo, nyuki huwezi kumtazamia kama adui, japokuwa anadunga, anaumiza, lakini ndivyo alivyo, ile ni asili yake. Lakini sasa kwa mtazamo huo, maana yake ndio maana utaona kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wadau mbalimbali ulimwenguni kote wanaanza jitihada za kumhifadhi mdudu nyuki, kwa sababu ni mdudu potential, ni mdudu muhimu sana kwenye maisha yetu. Yes. Sawa. Nimesema nyuki ni rafiki. Nyuki ni rafiki sana. Lakini tunajua endapo akikuwahi inakuwaje? Labda hapo tupafanulie kidogo. Ya, nyuki kwa kawaida yake anauma au anadunga, ni asili yake, ndivyo alivyo. Na hasa kwa sababu wao wana communicate kwa kutumia ile harufu tunaita. Kwa hiyo automatic wao kimeona nyuki hapa, wengi wanakuwa na hofu. Kwa hiyo unapokuwa na hofu, kuna harufu fulani huwa mwanadamu automatic unaitoa. Yeye ana sense automatic, anajua huyu mimi kwangu ni adui. Kwa hiyo lazima akuattack. Okay. Umeona? Lazima akuattack ndio atakudunga, utasikia maumivu. Lakini na ndio maana unaona kuna watu wanaweza wakacheza na nyuki. Kuna watu wanaenda wako hapo nyuki wanafanya shughuli zao. Kwa nini? Kwa sababu ukishamzoea, kuna mazingira ambayo unaweza ukayatengeneza nyuki hana shida na wewe usipombugs. Japokuwa hatakiwi kuzoeleka kwa sababu ni hatari na anaua vile vile. Sawa. Yes. Yeah. Labda tungefahamu tabia zake. Tabia za nyuki. Kwanza nyuki ni wakali. Hawataki kubuguziwa. Hawataki kelele. Ndio maana tunashauri kama ni kufugwa, wafuge kwenye sehemu ambazo ni mbali na makazi na shughuli za kibinadamu. Unaona vizuri, kwa sababu wanaua, ni wakali. Wanataka utulivu, wanataka uhuru wao. Unaona vizuri? Kwa hiyo hawataki makelele. Kuna aina pia za mwanga ambao nyuki hapendi, kuna aina za harufu ambazo nyuki hawapendi. Umeona? Sasa hizo ni baadhi tu ya tabia za nyuki za kimazingira. Lakini tukija kama sijaelewa vizuri swali lako, tukija tabia zingine, nyuki anatuzalisha chakula. Umeona vizuri? Nyuki ana tabia kuzalisha chakula ambacho ni asali, pollen ile chavua nyuki, na bidhaa zingine ambazo tunazitumia hasa kwenye afya, kwenye tafiti mbalimbali za kisayansi. Yes.
Kwa hiyo hivyo vyote ni sifa za nyuki. Kabla tujaenda kwenye fursa sasa huko katika pitapita zangu nilisikia kwamba nyuki ni moja ya mdudu ambaye ana akili sana. Yani usimchukulie poa ukawa anazurazura kusema hii takataka hii. Yes. Akanambia nyuki yuko tayari hata kama anataka kupoteza maisha, lakini lazima afikishe ujumbe kwa wenzake kwamba nimepoteza maisha kwa sababu ya 1, 2, 3. Kwa mfano si wanahama kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Sasa wenyewe tabia yao ni kwenda kwenye maua nini. Kuna maua mengine ni sumu. Na hili swali nilikuwa najifikiria sana. Akishaona kwamba lile ua ambalo ameligusa pale ni sumu, linaanza kumwathiri sasa. Anakaribia kwa mpaka kama kifo kitanipata hapa. Anatoka nduki, anakwenda kufia jirani na wenzake pale, ili wenzake wanuse, wajua hii harufu ua hili ni baya. Ni kweli? Ya, huko sahihi kabisa mtaalamu. Unajua maisha ya nyuki ni ya kijamaa. Na wanadamu tungekuwa tunaishi kama nyuki, pengine tungekuwa mbali zaidi. Nyuki wanaishi kwa ushirikiano wa hali ya juu. Sasa nizungumzie kidogo hapo. Ni kweli nyuki, hata wale unaoona kwenye makundi wanatembea, wanaweza wakapita hapa, kupita uwanjani, sio wanafanya nini. Wale wote sio kwamba hawajui wanapoenda, no. Unakuta wanajua wanapoelekea, kwa sababu kabla ya kwenda huko unakuta tayari survey wameshafanya. Unaona kuna nyuki maalum kwa ajili ya kwenda kutafuta hifadhi nzuri. Wanakuja, wanaweza hata 2 days, 3 days wakaja hapa, wakaangalia hapa Channel 10 panatufaa, wakarudisha ripoti kwamba tumepata hifadhi pale panatufaa. Wanaenda kutoa ripoti zeni, mama yao ambao ni mkuu wa kaya, tuseme mkuu wa kundi ambaye ni Malkia, akishapewa notice hizo taarifa kwamba tumepata hifadhi, basi anatoa ruhusa, kundi lote linahama, anapewa escort, wanakuja hapa. Kwa hiyo sasa unaona wanashambulia, maana yake mmewaingilia. Umeona, ndio utashangaa wanashambulia, lakini haikuwa intention yao. Wao walikuwa wanajua wanako kwenda. Hivyo hivyo kwenye chakula pia kuna mimea ambayo ni sumu. Ukisoma historia, wakati tunachukua masomo yangu ya apitherapy, historia, hata ukiangalia hizi watu walijuaje hii ni dawa au mti ni chakula, hili papai, hili chungwa linaliwa na nini. Utagundua kwamba utagundua kwamba walikuwa wanatumia nyuki sana. Wazee wetu wa zamani walikuwa wanatumia nyuki. Ukiangalia matunda mengi ambayo ni chakula, utamkuta nyuki anayapendelea. Umeona vizuri? Kwa hiyo hata dawa vile vile, wazee wa zamani wakikuta nyuki kakaa kwenye mmea ambao anaupenda huo mmea, basi ujue ule mmea ni dawa. Ndivyo walikuwa wanatumia hizo signal. Kwa hiyo nyuki sasa anapoenda kwenye mmea ambao ni sumu, wapo wanao sacrifice kwa sababu ya wenzake. Akila kama kuna sumu, lazima aende kwa wenzake, ili wenzake wajue kwamba kumbe ule mmea haufai. Kwa hiyo wanakuwa na ile historia, kuna signal wanazipata kwa yule aliyekufa, kwamba huyu kuna hiki kitu anacho ambacho ni kigeni, kwa hiyo tukikisikia au tukikiona hakitufai. Bora vizuri. Kwa hiyo ndivyo wanavyoishi kwa ushirikiano wa hali ya juu. Wana upendo wa hali ya juu. Yes, wana vitengo vyao pia. Yes, wale ambao unakuta mnaona huko hotelini na nini, wale kazi yao ni kwa wanatafuta chakula. Na kuna walinzi. Kuna walinzi ambao ndo wao wanauma sana. Maana wale wa hotelini wao wanauma, lakini pako wachokoze. Sababu wao kazi yao ni kutafuta tu chakula na nini. Japo wanauma ukiwachokoza. Lakini kuna wale walinzi wao hawaulizwi. Yaani wao ukiwakaribia ni kukutwanga tu. Unaona, wao kazi yao ni hiyo ya kuhakikisha usalama wa himaya. Wakati tunazungumza haya, nilikuwa najaribu kuangalia ulinzi wa viongozi duniani, sio mega kwenye nyuki huko. Inawezekana. Wao mpaka wanaenda wanaangalia, advance team inaenda pale inaangalia nini imekaeje hivi. Sasa tunarudi kumchukua nani? Wanaenda kuchukua sasa viongozi. Sasa twende, ni fursa gani ambazo zinatokana na huyu mdudu nyuki? Na ukizungumzia fursa hasa za kiuchumi, mazingira na vingineko,
Nyuki ana fursa nyingi sana. Cha kwanza kabisa, saizi hii ni fursa mpya ambayo saizi nyuki tunamtumia sana sasa kwenye utalii. Saizi anavutia watalii. Watu wanakuja watalii kujifunza masuala ya nyuki, kwa sababu historia yake tu nyuki ni utalii tosha. Unamaanisha maisha yake namna ambavyo anaishi ni vivutio tosha, ni kivutio tosha. Umeona vizuri? Sidhani kama umewahi kumuona hata Malkia. Unamsikia tu Malkia. Yes. Kwa hiyo kuna watu wanasafiri kutoka Ulaya wanakuja kumuona nyuki. Malkia anafananaje? Nyuki ana mazao tofauti tofauti ambayo saizi yanatumika kwenye mambo ya afya duniani, kwenye maviwanda, unaona vile, kwenye tafiti mbalimbali. Sasa mazao yote ni fursa. Nasema vizuri, lakini kuna fursa za pollination, tunasema uchavushaji. Nimesema mwanzo kwamba nyuki wanatumika sana kwenye masuala ya chakula. Kivipi? Unaona vizuri? 70% mpaka 80% mazao ya chakula yapo kwa sababu ya nyuki, chavushwa na nyuki. Ndio maana tafiti zinaonyesha nyuki akipotea duniani tuna miaka 4 mbele ya kuishi. Bila nyuki dunia inapotea. Umeona vizuri? Dunia inapotea, hai exist. Nyuki akipotea tutakuwa na miaka 4 tu. Tunaweza kusurvive 4 years. Miaka 4 tu dunia inapotea. Kwa sababu kutakuwa na chakula, kutakuwa na mimea, hewa itakuwa changamoto, vitu vingi sana, ukame wa kutosha. Umeona? Kwa hiyo nyuki ni mdudu muhimu sana. Sasa kutokana na hizo fursa sasa zinatokana kutokana na huo muhimu wake, maana yake upande wa chakula. Saizi kuna huduma za pollination. Unaweza ukawa na mzinga wako, mtu analima alizeti. Unaona kule wakulima wa alizeti saizi wananemeka kwa sababu ya nyuki. Wanalima alizeti, nyuma huko walikuwa wapati mazao ya kutosha. Wakatafiti vyuo kama SUA wapi, wakafanya tafiti wakagundua ni laki ya pollination. Kwa saizi wakulima wanasisitizwa kuweka nini? Kuweka mizinga. Ukienda kwenye maparachichi huko si Mbeya wapi, Njombe, wanaweka mizinga kwenye nyuki. Wakulima wa vanila, watu kibao saizi wakulima wanaanza kupata mazao mengi kutokana na nini? Na nyuki. Umeona? Kwa hiyo ukiwa na mizinga yako hapo una shamba, manake sio hata kwa mfano kilimo cha matikiti pia. Kuna tafiti juzi hapa zimeonyesha ili upate tikiti lenye afya nzuri, lenye content nzuri kubwa, tamu. Ukimtumia nyuki shambani kwako utapata hayo matikiti maji yenye afya nzuri. Kwa baada ya kulima tikiti maji ukaenda kuuza 500 kwa sababu ya udogo. Kumbe ukiweka nyuki mle shambani utapata tikiti lenye afya, utauza bei nzuri. Lakini bado nyuki atakupa mazao mengi. Umeona vizuri? Kwa hiyo zote hizo ni fursa hizo ambazo zinatokana na mdudu nyuki. Ndio. Ni namna gani sasa ya ufugaji nyuki kama mtu anataka kuanza kutumia hii fursa? Cha kwanza unashauriwa uone wataalamu. Kwa sababu ufugaji wa nyuki ni utaalamu pia. Kuna wataalamu. Nchini Tanzania tuna wataalamu wengi, watu wamesoma na madigrii, wana bachelors za mambo ya nyuki. Kuna vyuo kama Tabora kule BTI wanatoa kozi za ufugaji. Kwa hiyo kuna wataalamu wengi huku mtaani wapo ambao unashauriwa kwanza uwaone wale wataalamu waweze kukushauri, waweze kushauri eneo linalofaa kwa ajili ya kufuga nyuki. Lakini pia sio ufuge tu, lazima ujue pia kama unataka kuuza yale mazao unauza wapi. Umeelewa vizuri? Ujue unauza wapi au unafanyaje. Umeelewa vizuri? Kwa vitu kama hivyo. Kwa cha kwanza ni kuonana na wataalamu ili uweze kupata ushauri sahihi, kwa sababu sio kila eneo tu linafaa kwa kufuga nyuki. Hapana. Kuna maeneo ambayo hayafai. Kama ukiweka nyuki unaweza ukaweka mizinga 10 ukakaa mwaka mzima hakuna nyuki hata mmoja aliyeingia. Sasa mimi hata kama kuna maeneo ambayo yanafaa, mimi nawezaje kumvutia nyuki mpaka akaje yani kwenye mzinga wangu? Sasa hapo ndo maana tunashauri uonane na wataalamu, kwa sababu kuna technical ambazo skills ambazo zinatumika pale. Kuna njia mfano wanaita baiting, unaweka ile beeswax nta kwenye, kwa sababu tumesema nyuki wana communicate kwa kutumia harufu. Kwa ukiweka ile nta kwenye mzinga wanakuwa wanainusa. Kwa wale nyuki ambao hawana makazi unawavutia.
Kwa wakisikia hapa kuna harufu nzuri ya kwetu, wakija wanafanya survey yao kama panafaa, wanaona na ile harufu inawavutia, basi wanakuja wanaingia, kwa sababu ni hifadhi, wanaona mazingira yako salama, wanakuja wanaingia. Sawa sawa. Kwa hiyo ni hizo njia rahisi tu ambazo zinatumika. Huenda tukao tunafanya kwa kujua au kwa kutokujua kwenye namna sasa ya kulina ile asali kutaka kuchukua. Sisi bana, na mimi nilikuwa ni mtaalamu kidogo, natoka zangu nyumbani na majani na moshi kibao, unaelewa, nitapuliza hapo mpaka nikitoka pale mashavu mimi amenivimba kabisa pale. Ili ni yani wengine wanachoma kabisa wale nyuki. Ni namna gani tunaweza tukaanza mazingira tukavuna ile asali lakini tukaacha nyuki wakiwa bado salama? Kwa sababu kuna changamoto pia hiyo ya uvunaji wa asali, lakini unakuta nyuki wengi wamepoteza maisha. Sasa kwanza nikushukuru kwa hilo swali la msingi sana. Sasa hizi tuna sisi kama wataalamu, mimi pamoja kama ni mtaalamu, lakini ni soko lenye mimi nasafirisha nje Ulaya mazao haya nyuki. Moja ya vitu ambavyo sasa hizi tunapambana navyo ni kuhakikisha tunapata bidhaa mazao bora, hasa asali ambayo iko kwenye kiwango, kwa ajili unajua wenzetu, sio wenzetu, hata sisi Tanzania hapa tunahitaji kitu kilicho bora. Sasa kitu kilicho bora kinaanzia, hususan ukizungumzia asali, inaanzia kule kwenye mazingira yenyewe ya ufugaji, kule unakofugia. Umeona? Kwa hiyo umemzingatiaje huyu mdudu, umezingatiaje usalama wa ile bidhaa ambayo utaivuna pale, ile asali? Kwa sababu unakuta kwa mfano hata hiki tunachosema kwamba unafugia kwenye maparachichi au alizeti, ukishaamua kufugia pale kuna utaratibu ambao utapewa ili tu kuepusha zile contamination za madawa. Umeelewa vizuri, asije akaathiri ile asali. Kwa hiyo tunakula asali ambayo ina kemikali, ina sumu. Sasa ikirudi kwenye swala lako, ukishapata wataalamu, manake watakushauri namna bora ya kuvuna asali yako, sio kwenda kupuliza moshi, kuchoma. Unapochoma wale nyuki si unawaua? Sasa utapata wapi tena wengine? Na ukiua nyuki ni makosa pia. Yaani unawachoma. Kwa nini uwachome? Umeelewa vizuri? Sisi watu wa imani zetu hazituruhusu hata kuwachoma nyuki. Sawa. Umeona vizuri? Kwa hiyo unatakiwa kuna namna ambazo ni za kitaalamu za kuvuna ile asali yako vizuri kabisa, kwa kuzingatia usalama wake, na hapo pia utakuwa umepata asali ambayo iko bora. Sisi masoko tunapokuwa tunaichukua tunaipeleka huko kwenye masoko makubwa, asali yetu inafika, watu wanaipenda. Lakini kuipenda kule kumetokana na huku chini, mazingira uliyoifugia na namna ulivyoivuna. Ukikosea kuivuna, nafika kule asali inanuka moshi. Umeona? Asali haieleweki. Inaonekana ni asali ambayo ya mchongo hii. Umeona? Ambazo sasa nyingi ziko huku mtaani watu wanazura nazo kwenye vindoo. Umesoma vizuri. Kwa hiyo ndio vitu kama hivyo. Sawa. Na labda Watanzania wameshaweza kweli, tumeweza kulitumia hii fursa ipasavyo? Kwa kweli ufugaji bado fursa ni mbichi sana ya ufugaji wa nyuki. Bado, kwa sababu utaona mapori mengi yako wazi kiasi kwamba yale mapori yalitakiwa yawe na mizinga. Unaona, mtu unakuta ana mapori huko Bagamoyo au ana mapori wapi yako open, hayana chochote, ni mapori. Kumbe anaweza akachukua mizinga yake 10, 5 akaweka, akakaa miezi yake 6, 7, akaenda akapata asali. Unaona vizuri? Sasa bado, ndo maana saa hizi serikali na sisi wadau private tunajitahidi kutoa elimu, kuhamasisha ufugaji. Ufugaji wa nyuki, kwa sababu Tanzania tuna potential ya kuzalisha mpaka tani 100,000 plus. Lakini saa hizi tunazalisha tani 32,000. Kwa hiyo utaona kuna gap kubwa sana. Hata nusu bado. Umeona vizuri? Na hii tani 100,000 inabidi iende nje. Hata hapa ndani. Lakini uhitaji ni mkubwa. Uhitaji ni mkubwa. Nje ndani bado mahitaji ni makubwa. Sawa. Umeona, demand ipo kubwa sana. Lakini utaona bado hatujatumia hiyo potential. Sasa nje ya asali niko namwambia Dorcas hapo, japo kwa uchache najua kwenye swala la nyuki ni mambo mengi sana ya kuzungumzia. Nikazungumza na Dorcas hapa nikamwambia hata sumu pia ni fursa.
Yeah, hicho nilikuwa nazungumzia. Mama mkwe hapa anataka ende atafute nyuki akae namna gani nyuki, akamwambia sio hivyo. Umesema ni tiba. Nyuki ni tiba. Nyuki ni tiba, nyuki ni uhai kwa sababu anatumika kwenye afya ya wanadamu kutibu magonjwa tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna hiyo inaitwa sumu yake, sumu ile akikuuma hivi sikia yale maumivu yale maumivu yamesababishwa na ile sumu yake anayokuwekea. Tunaita sumu kwa sababu kwaka anaitumia kama silaha. Umeona vizuri, lakini of course ni sumu kwa sababu pia inaua. Ndio wakikuuma wengi wanaweza ukafa, ile ndio inayosababisha wewe kufa. Lakini daktari, hata dawa za hospitalini hapo zinaua, ukitumia nyingi zinaua. Yes. Kwa hiyo sasa wenzetu wameshafika mbali sana, nchi za Ulaya. Yes. Inatumika sana kwenye kutengeneza dawa nyingi sana. Na hata hizi dawa za malaria baadhi zina content ya sumu ya nyuki ndani. Yes, dawa za HIV baadhi zina content ya sumu ya nyuki ndani. Kwa hiyo utaona kwamba mdudu nyuki ana faida kubwa sana kwenye masuala ya tafiti saizi. Hata wakati wa corona tafiti za kwanza walianza kumtumia nyuki, na kuna tafiti ikatoka Japan, watu walijitibu sana kwa kutumia nyuki wakati wa corona. Yes, na nyuki ilifanya vizuri sana. Fuatilia utakutana na research hizo. Watu walikuwa wanajidunga sana nyuki Japan. Na wao wimbi la corona kidogo likawa kwa baadaye ndo waka publish, zipo publication. Kwa utaona nyuki ni mdudu ambaye ni rafiki. Labda nyuki anatoa mazao mangapi? Sababu kwa sisi tunajua sana asali. Leo nimepata faida hiyo ya sumu yake tena. Yes, nyuki anatoa takriban mazao 6. Anatoa asali ambayo unaifahamu, anatoa nta, beeswax ambayo unaijua pia, anatoa chavua ya nyuki. Ile chenga fulani hivi ni chakula. Kile kwa wale ambao wamekutana na watoto ambao pengine wapendi kula, ile mtoto akiwa anakula ile ni mlo kamili. Inaitwa ni chenga? Chavua, pollen, bee pollen. Yeah, zipo zinauzwa, zipo. Umeona? Lakini anatoa pia gundi, inaitwa propolis, gundi ya nyuki. Propolis ile wao wanapokuja mfano hapa, wamevamia hapa au wamekuja kukaa hapa, basi kuna nyuki maalum wanaotafuta ile kutoka kwenye mimea, wanaitumia kama kinga kwa kujikinga dhidi ya wadudu wasioonekana kwa macho, bakteria, fungus. Umeona? Kwa hiyo wanajua nikienda kwenye mmea fulani, nikichukua hii itanisaidia kunikinga dhidi ya wadudu hawa, lakini na wadudu kama wale wengine nyemelezi. Umeona? Kwa sisi kitaalamu huku kwenye mambo ya kiafya tunaitumia ile gundi kupambana na magonjwa yanayotokana na hao bakteria, fungus, na inafanya vizuri. Kwa utaona hayo mahusiano. Lakini kuna maziwa Royal Jelly. Yenyewe pia ni zao la nyuki, ambao maziwa ya nyuki saizi Tanzania kidogo watu wanaanza kuamka, wanasikia, wanaanza kujua umuhimu. Tunaona kuna hizi kampuni kama zile ambazo zinauzaga virutubisho. Utakuta zinauza kirutubisho milioni 2. Ndani yake wamekuwekea Royal Jelly. Umesoma maziwa ya nyuki wamekuwekea propolis. Kuna dawa za meno nimewahi kuziona zinauzwa 500. Zimetengenezwa na propolis, gundi ya nyuki. Umeona? Sasa utaona wenzetu wako mbali sana. Sisi tunazo hizo, tunazitazama tu. Wafugaji unakuta hata hawajui gundi ya nyuki nipeleke wapi, inatumika kwenye nini. Umeona vizuri? Ni kwamba hakuna hao watu wa kuziongezea thamani hizo bidhaa. Ndio tunapambana sasa hizi kuongeza thamani hayo mazao. Serikali, private, wadau tunashirikiana pamoja kuona kwamba na maana tunaweza tukaongeza thamani haya mazao. Umeona vizuri, kwa sababu wenzetu wameshapiga hatua. Kwa hii kwa kuongeza thamani tutaongeza kipato cha wafugaji. Ni kweli. Tutahamasisha zaidi ufugaji, watu watafanya ufugaji wenye tija. Sio tu asali. Umeona vizuri, kwa sababu hakuna familia ambayo haitumii dawa ya meno. Umeona vizuri, lakini dawa tunazotumia nyingi ni za makemikali, ambako sisi wenzetu Ulaya wameshahama huko, wanatumia natural vitu natural. Maana ukuti mzungu analalamika meno swini na nini, lakini sisi huko kila siku mara jino mara nini, na tunatumia dawa hizo kila siku. Kwa hiyo ni kushukuru sana, na huenda kwa faida ya mtazamaji ya fursa, huenda anafuga nyuki, na lengo letu sisi
ni kuonyesha fursa, huenda wakahitaji ushauri kutoka kwako, si vibaya tukawapa nafasi japo ukawasaidia mawasiliano wafugaji wa nyuki, kwa sababu nafahamu na huyu bwana hajasoma Tanzania, umesoma nje chetu ambapo kwenye taifa ambalo ni Colombia, kwenye taifa ambalo nyuki wanamheshimu sana, si vibaya ukawasaidia mawasiliano kwa ushauri, hasa wafugaji. Mzee wangu Pinda, waziri mkuu mstaafu, hizo fursa watu wengi watazitaka sana. Waziri mkuu mstaafu ni mdau mkubwa sana wa nyuki. Alikuja jana mtu wa uhifadhi akazungumzia kuhusiana na masuala ya uhifadhi wa nyuki, alipewa tuzo ya heshima jana, alikuja azungumzia hapa na ni mdau mkubwa sana wa asali. Yes. Ni moja ya wadau ambao wamesababisha pia sekta ya ufugaji nyuki ikakuwa sana Tanzania, kwa sababu aliipa kipaumbele na bado anaipa kipaumbele. Mtu anataka ushauri anakupataje? Mtu anayetaka kushauri anapata kwa namba 06 88 57 9858, lakini anaweza akatembelea ofisini kwetu. Yes, akaingia Tanzania International Bee na website. Yes. Sawa. Lengo ni kutaka kuitumia fursa itokana na mdudu nyuki na wenzetu hawa ni wataalamu ambao wamesoma, kwa ni vizuri zaidi kwamba tunapeana nini maarifa. Basi mtazamaji, tulikuwa na Musiba Paul Kitema maarufu Dr. Nyuki na ni mtaalamu wa nyuki. Tulikuwa tunazungumzia fursa zitokanazo na nyuki. Asante sana kwa kuja mtazamaji, napata marudio ya Asubuhi Njema, tutarejea baadaye.